Kisha moja kwa moja bila kuchelewa niingie katika mada ambayo tajwa as-sawmu wa ahkamu, saumu na hukumu zake. Katika mada hii nitazungumzia nukta saba insha Allah biidhni al-Maula azza wa jalla nitazizungumzia. Alafu kuna wenzangu wawili inshallah watajaliza pale ambapo mimi pengine sikupaeleza vizuri. Nukta ya kwanza tutaeleza taarifu as-sawm, definition au utambulisho wa saumu ni kitu gani kilugha na kisheria. Nukta ya pili nitazungumzia shurutu siyam, sharti za saumu. Nukta ya tatu nitazungumzia arkanu saum au arkanu siyam, nguzo za saumu. Nukta ya nne nitazungumzia sunanu siyam, sunna za saumu. Nukta ya tano nitazungumzia fadlu siyam, ubora wa funga. Nukta ya sita nitazungumza mubtilatu siyam, vinavyobatilisha funga. Nukta ya saba na ya mwisho insha Allah biidhni al-Maula azza wa jalla nitazungumzia makruhatu siyam, karaha za funga. Kwa hiyo namuomba Allah subhanahu wa ta'ala aniongoze vizuri kwa fadhila zake na ihsani zake, mada hii ifike kwenu vizuri. Na wale ambao wanaotusikiliza hivi sasa kupitia Iqra FM elimu na matendo, basi nao huko nyumbani wafaidike vizuri. Moja kwa moja tuanze taarifu siyam, definition ya funga, utambulisho wa funga. Funga ni nini? Lughatan wa Islam, funga ni al-imsak, kujizuia na chochote kile. Katika lugha au katika utambulisho wa saum, utambulisho wa kujizuia unaitwa ni saum. Hilo jambo halina ukinzani katika hilo. Ama kisheria, ambayo ndo maana ambayo sisi tunatakiwa tuichukue sasa kisheria, kwa sababu maana ya lugha ni maana pana kabisa. Al-imsaku an shahwatihi al-batni wal-farj min tulu'i al-fajr ila ghurubi ash-shamsi bi niyyati al-ibada. Maana ya kisheria ni kujizuia an shahwati, kutokana na matamanio ya vitu viwili, al-batni, matamanio ya tumbo, wal-farji, na matamanio ya sehemu nyeti. Min tulu'i al-fajr, kutokea alfajiri ya kweli, ila ghurubi shamsi, mpaka pale ambapo jua linazama. Hiyo ndiyo maana ya kisheria. Lakini sifunga tu hivi vila biniyati al-ibada. Ukiwa wewe mfungaji uwe una nia ya kuingia katika ibada, kwa sababu innamal a'malu binniyat. Hakika kusihi kwa ibada, kusihi kwa matendo ni nini? Ni nia. Na saum, ndugu zangu katika imani, wa huwa ruknu rabi' fi al-islam, ni nguzo ya 4 katika Uislamu. Faradahu Allahu ala al-muslimin, Allah ameifaradhisha saumu kwa Waislamu fi sanati thaniya min al-hijra, mwaka wa pili tokea Mtume sallallahu alaihi wasallam aamie katika mji wa Madina. Na dalilu fardhiyatihi fi al-Qur'an al-Karim, katika suratul Baqara aya ya 183, Allah aliposema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah amewaita waumini ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mloamini, kutiba alaykumus siyam, funga imekuwa ni faradhi kwenu, funga imekuwa ni lazima kwenu. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhishiwa waliopita kabla yenu. Nyumati zilizopita kabla yetu nazo zilifaradhishiwa saum. Lengo la'allakum tattaqun, ili muwe wacha Mungu.
ili muacha Mungu. Aya hii inapatikana katika suratul Baqara aya ya 183. Ama katika sunna ni katika hadithi ambayo ilipokelewa na Abdullah ibn Umar, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema bunya alislamu ala khamsin, Uislamu umejengwa kwa nguzo 5. Ndio Uislamu: shahadati an la ilaha illa Allah, kukiri kwa moyo, kutamka kwa ulimi kuwa apasai kuabudiwa kwa haki ni Allah, wa anna Muhammadan rasulullah, na Muhammad ni mjumbe wake, wa iqami salah, na kudumisha sala. Kuna tafsiri ambayo watu wanaichezea wanasema kusimamisha sala. Wanasema tafsiri hii Kiswahili japokuwa ni vizuri, lakini kwa wale watu ambao wanatia shaka ndani ya nyoyo za watu, huwa wanatafuta eneo la kuatia shaka Waislamu. Wanasema kusimamisha swala, nyinyi mliambiwa msimamishe swala, msiswali nyinyi, mkaendelea kusali. Kwa hiyo Allah akawaambia fawailul lilmusallin, adhabu kali ni kwa wale wenye kusali. Sasa tunatoa tafsiri ili na wale ambao wenye kutia shaka wasipate mwanya. Tunasema wa iqami sala, na kudumisha sala 5, wa itai zaka, na kutoa zaka, wa saumi ramadhana, na kufunga mwezi wa Ramadhan, wa haji albayti, na kuikusudia nyumba ya Allah Makkah al-Mukarrama, Baitul Atiq, liman istata'a ilayhi sabila, kwa yule ambaye Allah amempa uwezo juu ya hilo. Hadithi hii ni muttafaqun alayhi, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadithi hii amepokea Imam Bukhari na Imam Muslim. Hiyo ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili na uzungumzia ni shurutu siyam, sharti za funga. Tanqasimu shurutu siyam ila 3 anwa'. Sharti za funga zinagawanyika katika maeneo 3 makuu. Eneo la kwanza ni shurutul wujub, ni sharti ya ulazima wa ile funga, kuifunga. Na nguzo na sharti ya pili ni shurutu siha, sharti ya kusihi funga. Na sharti ya tatu ni shurutul wujubi wasihhati ma'an, sharti ya ulazima na kusihi kwa pamoja. Kwa hiyo katika vipengele kama hivi tuwe makini Waislamu, isije kipengele kikupita. Japokuwa inshallah biidhni Mola azza wa jalla tuna vyombo ambavyo vinarekodi, lakini nawe uwe uko vizuri. Ama shurutul wujub, ama sharti ya ulazima, fa 3. Kuna mambo 3. Shurutul wujub kuna mambo 3 hapo. Jambo la kwanza albulughu, yule anayefunga lazima awe ni baligh, lianna as-sawma la yajibu ala as-sabi, kwa sababu funga haiwi wajibu kwa mtoto. Kwa hiyo bulughu ni lazima. Hiyo nukta ya kwanza katika hiyo shurutul wujub. Nukta ya pili alqudra, kuwa na uwezo wa kufunga. Fala haraja ala almuslim, hakuna dhiki na matatizo na tabu kwa muislam idha ajaz, akishindwa kufunga. Lakini akishindwa nini kufunga? Likibari, kwa sababu ya umri umekwenda, au maradhin, au kwa sababu mgonjwa. Hapo sasa kufunga kwake, mtu akiwa amekwenda age na hawezi kufunga, na vile vile mgonjwa hawezi kufungwa, hapo sasa Uislamu umemuondolea wajibu huo. Nukta ya 3 katika shurutul wujub al-iqama. Al-iqama maana yake kutokuwa msafiri, lianna al-musafira la yasumu, kwa sababu musafir hafungi. Walahu an yuftir, anatakiwa ale wa yakdhi, na atailipa siku nyingine. Lakini akifunga fala haraj, akiwa na uwezo kuna ubaya. Ama shurutu siha, ama sharti za kusihi funga, na hapo kuna vipengele 3, fa 3 aidan. Kwanza an-niyya al-mabitatu fil qalbi, nia inayolala moyoni. An-niyya, nia. Ili funga iwe sahihi lazima ulale na nia,
La pili, nukta ya pili katika shurutu siha, at-tamyiz, mtu kuwa na akili, kuwa mumayyiz. Na mumayyiz katika Uislamu ni unaanza umri wa miaka 7. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sala anasema muru auladakum bis-salati ala 7, waamrisheni watoto wenu kusali wakiwa na umri wa miaka 7. Tayari kashakuwa mumayyiz. Kwa hiyo hapa imeangaliwa vile vile sharti ya kusihi saum, lazima huyo anaofunga awe na tamyiz. Haithu la yasihu siyam ala sabi hatta yumayyiz maqsad al-ibadat, mpaka apambanue maksudi ya ibada wa maanaha, na maana yake. Nukta ya tatu katika shurutu siha, az-zaman, muda. Uwezi tu funga ya Ramadhani ukaianza Shaaban kwa sababu muda hujafanyaje, haujafika. Funga hiyo kama utaifunga kinyume na muda wake, itakuwa sio tena hiyo funga ya lazima, itakuwa ni funga ya at-tatawu, ni sunna, ni funga ya sunna. Ama shurutu al-wujubi was-siha ma, sharti ya ulazima na kusihi pamoja, fa thalathatun, nazo ni 3. Ya kwanza al-islam, lazima yule anaofunga awe muislamu, funga iwe na sahihi kwake na iwe ina ulazima awe muislamu. Lianna sawma al-kafiri ghairu maqbulin, funga ya kafiri haikubaliwi. Hiyo ni sharti ya al-wujubi wa siha ya kwanza. Nukta ya pili, al-aqlu, lazima funga iwe ni lazima na vile vile isihi yule anaofunga awe na akili, sio mwandawazimu. Lianna al-qalama marfu'un 'ala al-majnun hatta yafiq, kwa sababu kalamu imenyanyuka kwa mwandawazimu, haiandiki mpaka apone. Akipona ndipo kalamu sasa inaanza kuandika. Nukta ya tatu ya mwisho katika maeneo hayo, at-taharatu min dami al-haidhi wan-nifas. Ili funga iwe ni wajibu na funga iwe sahihi, lazima yule anaofunga hasa mwanamke awe tahara na damu ya haid na damu ya nifas. Lianna as-sawma yahrumu 'ala al-haidhi wan-nufasa, kwa sababu funga ni haramu kwa mwenye hedhi na mwenye nifasi. Wayajibu alayhima al-qada, hao watatakiwa wafanyeje? Walipe. Nukta ya tatu, arkanu siyam, nguzo za funga. Lisiyami ruknani asasiyani, funga ina nguzo 2 za msingi. Nguzo hizi yahmiyani bunyanahu arruhi alazim, inailinda jengo zima la funga kiroho, min alinhiyari, saumu yako isije ikaporomoka. Wayahfadhani maqasidahu diniya, na inahifadhi, nguzo 2 hizo zinahifadhi maqasidi ya kidini, aljalila min azalal, kutokana na kuteleza. Nguzo ya kwanza ni an-niyya, lazima mfungaji awe na nia kama tulivyosema nyuma, ay azmul qalbi ala as-sawm, awe na azimio la moyoni la kufunga, imtithalan li amri Allah azza wa jalla, ili kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, taqarruban ilayhi, kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nguzo ya pili, al-imsaku, kujizuia, ay al-kaffu 'ani shahawat, kujizuia na matamanio, wal alfadhul badhi'a, na mtu ajizuie na maneno ya ovyo ovyo, wal muftirati, na vitu ambavyo vya kumfuturisha, bijamii anwa'iha, kwa aina zake zote, min aklin, kula, wa shurbin, na kunywa, wa jimaa, na kufanya tendo la ndoa, min tulu'i al-fajr ila ghurubi shamsi. Tendo la ndoa linalokusudiwa hapa ni mchana wa funga, sio usiku. Usiku ni ruhusa kwa mwenza wako, sio kimada. Sunanu siyam, najaribu kwenda haraka haraka kwa sababu tuko nyuma ya muda, kwa sababu kuna watu watakuja kujaliza inshallah. Sunanu siyam, sunna za kufunga. Funga zina sunna, na hizi sunna sio maana yake sunna ni sehemu ndogo katika dini. La, sunna ni sehemu kubwa. Sunna ni masdaru thani litashri',
ndio chanzo cha pili cha kuchukua sheria. Kwa hiyo tusije sunna ikaja ikafahamika kuwa sunna kama yule mtu akikwambia kata andazi, alafu kama kuchukua andazi ukamwambia mimi bana andazi nimeshiba, basi anambia kata sunna, maana yake akate kidogo, maana yake sunna ni sehemu ndogo. Hasha wakalla, huo ni ufahamu mbaya katika sunna. Lisiyami sunanun kathira, funga ina sunna nyingi. Sannaha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, alizoziweka ni nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ziko nyingi, walillahi alhamdu, nimezinukuu chache kwa ajili tuwe na udhibiti mzuri. Sunna ya kwanza ni ta'jilul iftari wa tanawulihi ba'da ghurubi ash-shams, kuharakisha kufuturu pale ambapo tutakuwa na hakika kuwa jua limefanyaje, jua limezama. Hakuna uhodari wa kusema bana paka kuingia kiza kinene ndio nianze kufuturu, eti mimi ndio nitaonekana kidume ndio nina uwezo wa kufunga. Hasha wakalla, umekwenda kinyume na sunna ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameziweka. Ya pili, al-iftaru ala habati tamrin, kufuturu kwa punje ya tende. Sio tende humu zimewekwa mathalan alhamdulillah mwezi wa Ramadhani kuna wahisani wengi wanatokea wanatuletea tende, lakini mtu anaziwai zote anatia mdomoni. Kuchukua moja mwachie mwingine, kwa sababu ni sunna kufuturu kwa tende tatu kama zipo, au tende moja kama zitakuwa ni chache, baada ghurubi shamsi, baada kuzama kwa jua. Au shurbi ma'in, au kunywa maji kama tende hamna, kuna kunywa maji. Isiwe unatembea kama alivyosema, kuna watu wakifika mwezi wa Ramadhani wanatembea tena maofisini huko, mimi sina futuru sina nini. Kumbe kufuturu ni tende na maji tu, tayari umefuturu, alafu nenda kale ugali wako wa udaga. Jambo la tatu, ad-du'a 'inda al-iftar, wakati unapofuturu unataka ulete dua. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha dua, dhahaba adh-dhama'u wabtallat al-'uruq wa thabata al-ajru insha Allah. Hizi ndio dua, tena ad-du'a ma'thur, ambazo zimepokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nukta nyingine katika sunna, ta'khiru as-sahuri ila al-juz'i al-akhir min al-layl lianna fi dhalika musa'adatun lis-sa'im, kuchelewesha kula daku mpaka nusu ya mwisho wa usiku, kwa sababu daku maana yake ni kumsaidia nani? Kumsaidia mfungaji. Sio wewe saa 4 tu ushamaliza mwenyewe kula miogo yako unasema mimi tayari nishakula daku, mimi na uwezo nitafunga kesho. Umekwenda kinyume na sunna ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam amezieleza. Kwa hiyo nadhani sunna hizo zitafanywa kazi. Tuje katika kipengele kingine, fadhlu siyam. Funga ina ubora gani? Ubora wa funga ni nyingi sana, kiafya, kitabia, lakini tosheka na hadithi al-Quds. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatueleza hadithi ambayo ameipokea kutoka kwa Mola wake. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, kullu amali ibn adama lahu illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Tosheka tu hapo. Kila matendo ya mwanadamu ni yake yeye, kwa sababu anayajua. Alhasanatu bi'ashri amthaliha, lakini saum Allah kaficha. Hakuna mtu atasimama hapa, shekhe yote hata afae kilemba cha aina gani akasema jamani saumu malipo yake kadha bi'ashri amthaliha. Hasha wakalla, kwa sababu Allah mwenyewe anasema kullu amali ibn adam lahu, matendo ya mwanadamu yote ni yake, illa siyam, isipokuwa funga tu ni ya Allah. Fa innahu li, funga ni yangu, wa ana ajzi bi, na mimi ndiyo nitailipa saumu. Na kwa ziada tu idafa, siku ya kiyama kuna mlango maalum wa wafungaji unaitwa babu rayyan. Huo hawaingii watu ovyo ovyo. Ukiingia hapo utaulizwa, anta minas saim, kunta minas saimin, ulikuwa katika miongoni wa wenye kufunga sana, au ulikuwa ni mtu ambaye hata funga za sunna una habari nazo? Kwa hiyo ubora huo inshallah tuzingatie. Kabla sijafika mwisho, tuje katika mubtilatu siyam. Vitu gani ambavyo vinavyobatilisha as-sawm? Mubtilatu siyam, ittafaqa ahlul ilm qadiman wa hadithan, wamekubaliana wanawazuoni tokea tangu na hivi sasa, ala anna siyam yubtilu bi ashiya kathira, bi ashiya kathira. Funga inabatilisha na vitu vingi mutaaddida, tofauti tofauti.
lakini lakhasuha wamevifupisha wanawazuoni hao fi sittat umur, katika vitu sita tu, vitu sita tu ili tuweze kubeba muhimma. Awwaluha al-aklu wash-shurbu athna as-siyam amdan, kula na kunywa wakati wa funga, tena kwa kukusudia, amdan la sahwan wala khata'an wala ikrah, sio kwa kusahau au kwa bahati mbaya au kwa kulazimishwa. Hapa sasa tunafunga kabisa. Kama mtu anauliza swali, sasa kama nimekula mimi nimesahau, jibu lake tayari. Mtu tena sije kuuliza hivyo. Thaniha, jambo la pili, alqai'u amdan, kujitapisha kwa maksudi, la itrara, sio kwa kujitokeza. Yani mtu kajitapisha, kajiingiza midole huko pop, kajitapisha, mtu huyo kisheria hana funga. Thalithuha, la tatu, aljima'u khilal an-nahar, kufanya tendo la ndoa ndani ya mchana wa Ramadhani. Ilitokea maelezo mengi. Ilitokea mtu mmoja alikuja kwa Mtume anasema, ya Rasulullah, halaktu wa ahlaktu, nimeangamia na nimeangamiza. Nini? Mimi bwana nimemuingilia mke wangu mchana wa Ramadhani. Mtume SAW akamwambia kafara juu ya jambo hilo. Kwa hiyo wale ambao watajaliza, kama watakuwa na kipengele hiko watajaliza. Tukisema hapa mtakula muda wao. Rabi'uha, jambo la 4, al-istimna. Al-istimna, mtu kujistarehesha kwa njia ya mkono au akatafuta toi. Maana sasa hivi watu wa sasa wamekwenda zaidi ukisema mkono tu, sasa hivi wengine kuna matoi. Mtu anachukua toi alafu anastarehe nalo, nayo inaitwa al-istimna bikulli ashkali, kasema kwa kila namna yake. Tena sasa hivi, zamani wanasema walikuwa wanatumia sabuni, wanasema siku hizi wanatumia mayonnaise, kwa sababu wanasema inamaliza haraka. Kwa hiyo tusifanye hivyo. Huwa ikhrajul mani amdan, kujitoa yale manii kwa maksudi. Ina maana swali kuuliza, je, kama imetoka nimelala yakatoka, saumu yako ipo hapo, maana kesi maksudi umeota. Khamisuha, jambo la 5, alhaidh wan nifasu min almar'a, hedhi na nifasi kwa nani? Kwa mwanamke. Sadisuha, jambo la mwisho, an-niyatul jazima, mtu kuwa na nia ya moja kwa moja bil iftari, kuwa anataka kufuturu mchana wa Ramadhani athna asawm, wa illam yatba'a, hata kama hakufuatiliza ile nia lakini ana nia ya kula. Sasa mimi ningepata chakula hapa ningekula, huyo mtu tayari kashafanyaje? Kashafungua. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, innamal a'malu binniyat. Nukta ya mwisho nimalizie makruhatu siyam, vilivyo karaha katika funga. Hivi havifungilishi, lakini ni karaha kwa mwenye kufunga kuvifanya. Na karaha isije ile karaha kama mtu ambaye yashrabu dukhan, anavuta sigara alafu kimwambia sigara ni nani, karaha ndugu yake anakuwa ni halali, karaha ndugu yake anakuwa ni sunna, karaha ndugu yake anakuwa ni haramu. Kwa sababu ukiwa wewe unavuta sigara alafu umekaa na mwenzio, yataadha, anaudhika. Na malaika nao ndani ya sala nao yataadha mimma yataadha minhu banu adam, wanaudhika yale ambao wanaudhika wanadamu. Kwa hiyo kuna lugha ile kusema karaha tu, karaha hii bana, hii jambo bana. Kwa hiyo karaha ni jambo la kuachwa. Yukrahu lisaim umurun kathira, mfungaji kwake kuna kuwa na karaha mambo mengi, na anapunguza ujira wa saumu yake. Ujira wa saumu unapungua. Mambo hayo kama yafuatayo. La kwanza, almubalaghatu fil istinshaq, kufanya mubalagha katika kupeleka maji puani au kwenye koo. Ili ni karaha, kwa sababu wewe pale umefanya ukaachia koo, yanafanyaje? Yanaingia. Kwa hiyo ni karaha inda al-wudu, lianna al-ma'a qad yasilu ila al-jawf fayufsidu as-sawm, saumu ikafanyaje? Ikaharibika. Hilo jambo la kwanza. La pili, al-madmada li ghairi hajatin, kusukutua pasina haja. Wewe una haja ya kusukutua, umechukua maji unasukutua, hakuna haja. Wewe tumeona ngoja nisukutue bana, kwani nitafungulia?
ni karaha, unapunguza ujira wa nini, wafunga yako. Tumeona jambo la tatu, walqubla, na kubusu. Unaweza kana unatoka mwenzio ukafanyaje, ukambusu. Sasa hii ni karaha, haifungui saumu lakini ni karaha, liannaha qad tuthiru shahwa, inaweza kaamsha matamanio, wa tuaddi ila aljimaa athna asiyam, na ikapelekea kufanya tendo la ndoa ndani ya mchana wa Ramadhani. Kwa hiyo tujiepushe na vitu hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio alikuwa anajiweza kujimiliki, lakini Mtume, angalia, siku moja aliwahi kuja mtu kijana akamwambia, ya Rasulullah, mimi je, naweza kumbusu mke wangu mchana wa Ramadhani? Mtume akamwambia, uwezi. Lakini pale pale akaja kikongwe, mtu mzima kabisa, akasema mimi na, akamwambia wewe busu, kwa sababu unajua tena watu wazima network kidogo inachelewa. Sallu ala nabi, takbir. Jambo lingine, italatu an-nadhar bishahwatin ila zawja, kurefusha kumtazama mwenzio. Unamtazama mwenzio mpaka anakwenda anaishia na nini, yule mwenzio utamtamani yule, matokeo utamwambia njoo sasa tufanye futuru hapo. Watafkiru fil jimaa, na mtu kukaa fikira katika nini, katika jimaa. Mtu anafikiria, anakaa sana, jana nilifurahishwa 1 2 3, akaenda mpaka akawa sasa yupo katika maeneo husika, katika mahali shahid. Kwa hiyo matokeo yake funga yakaifanyaje, yote ni karaha mambo haya. Jambo lingine, mudaghul alaki almashub bisukar, kutafuna, kupitisha kitu ambacho kina sukari ndani ya mdomo, kama Big G mathalan, ukaitafuna kwa sababu si uingizi nani, lakini ukaitafuna tu, hiyo ni karaha. Jambo lingine, wal iktharu min an-nawm bin-nahar, na kufanya wingi kulala, unazidisha kulala mchana, ni karaha, haifungushi lakini ni karaha, kwa sababu utadhoofu, utalala mwisho utadhoofu, na ukidhoofu kuna vitu ambavyo vinatakiwa vifanywe ndani ya Ramadhani, vina fadhila kubwa. Sunna hautofunga, hautosali sunna kwa sababu tayari umechoka, hautoweza kuisoma Qur'an kwa sababu tayari umechoka, umelala sana kupitiliza. Usilale sana kupitiliza. Wa fudhuli alqawl, na kutoa maneno ya ovyo ovyo. Umekaa na wenzio unatoa maneno ya ovyo ovyo, vile video bless vile vya ovyo ovyo, tena uachane navyo, na baada ya funga vio tayari unaipukana navyo. Sio tena unaenda kukaa kwenye jobless unaanza kuzungumza maneno ya ovyo ovyo. Wal hijama, na kufanya hijama, kupiga chuku, haitakiwi. Hapa hijama kuna khilafu ya ulama. Kuna wengine wanasema na upiga chuku anafanyaje, anafuturu, anafungua, na mwingine anasema la, afungui. Lakini una dhofu, ukipiga chuku ukitoa damu chafu una dhofu kama ufungui. Lakini una dhofu, kudhofu kwako unapelekea kufanyaje, unakwenda kufanyaje, unapelekea kula. Lianna dhafa, nasema muaddi ila madha, ila adami at-tahammul as-sawm, inapelekea kutohimili funga. Wabitali al-iftari, mwishoni utafanyaje, utafuturu. Kwa hiyo vitu kama hivi tuepukane. Kama una hijama, unataka kufanya hijama, basi maliza funga yako, utafanya hijama usiku au baada ya funga, itakuwa ni vizuri zaidi. Kwa hiyo mada hii mimi nimechokoza, lakini wenzangu inshallah nadhani watakuwa na maneno mengi ya kusema pale, ya kujaliza pale ambapo mimi nimepaacha. Walillahi alhamdu, na washukuru sana kwa kunisikiliza. Allah ajazikira la khairi, na hii elimu inshallah hiyo ina manufaa kwetu sote. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.